karibu katika makala fupi ya jumuiya ya makampuni yanayoratibu na kusimamia misafara ya watalii Zanzibar ZATO waliofanya katika eneo la Forodhani mjini Unguja katika jumba la kumbukumbu ya Kisultani maarufu People's Palace, ambayo ina eneo la makaburi waliozikwa masultani 9 kati ya 12 waliotawala Zanzibar. Kutokana na mabadiliko makubwa yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 8, hatuna budi nasi watendaji kuyaunga mkono, na ndiyo maana tumewaita wenzetu wa makampuni ya kuratibu misafara ya wageni. Mkurugenzi mkuu mamlaka ya uhifadhi na uendelezaji mji mkongwe Ali Saidi Bakari ameyasema hayo mara baada ya kuwa na ziara fupi na wanajumuiya hiyo. Tunakuja na mkakati kwenye makumbusho, tunafanya nini kwa pamoja na wageni mnao nyinyi ndio wenye wageni hapa. Ni mko 16, lakini kila mmoja kwa siku anaweza kuwa na wageni zaidi ya 100. Kwa 16 hii ni kama 100 mara 16 per day, it's almost 1000, au ni wageni wengi. Sasa tukasema moja ni kuhakikisha wageni wanakuja kwenye nani zetu za Kizanzibari ambao ndio lengo la utalii. Lakini la pili ni kuweza kuona namna gani ile keki ambayo inakuja huku na nyinyi mnaipata. Kwa hiyo ni win-win situation, kwamba wageni wanakuja lakini na umaskini mmoja mmoja unaondoka. Sio kila kitu kinaenda kwenye serikali kuu. Kwa hiyo hii imefanya maksudi na serikali, si la mji mkongwe ila si makumbusho, lakini la serikali, kwamba tuanze na museum yetu hapa, ambayo wengine ambao nafikiri hamjaiona mtaiona. Ni museum ya kisasa kabisa kwa East Africa. Nafikiri kuna museum nzuri kama hii hapa. Ugeni huo ambao unatoka katika jumuiya za makampuni yanayoratibu na kusimamia misafara ya watalii kupitia mwamvuli wa ZATO wamepata nafasi ya kutembezwa kila kona na chochoro ya eneo hilo. Wakizungumza na waandishi wa habari mara baada ya ziara hiyo, baadhi ya washiriki wana haya sambamba na kutoa ushauri. Kujitangaza, nafikiri sasa hivi mambo ni online kila kitu. Kwa hiyo vizuri mkurugenzi katuambia kwamba kuna app maalum ambayo itakuwa established kwa ajili ya kufanya matangazo ya mji mkongwe, lakini in the future watafanya na maeneo mengine ya Zanzibar. Kwa hiyo tunapongeza juhudi za serikali na viongozi wetu katika kufanya juhudi za kutangaza utalii, na sisi tunajitahidi kwa sababu tunasafiri kwenye exhibition tofauti, tunaenda Berlin, tunaenda sehemu tofauti kutangaza Zanzibar nzima kwa jumla na sio mji mkongwe peke yake. Kwa jina naitwa Rajuma Omar, ni afisa mtendaji mkuu wa Zanzibar Association of Tour Operators. Kwa siku yetu leo hii ni siku adhimu na siku yenye kujifunza mengi mno. Sawa, kwa upande wangu mimi leo nimepata kujifunza mengi ambayo nilikuwa siyajui, na hakika nimejivunia sana ziara hii ya leo. Tumepata kujifunza mengi ambao kwa uweledi zaidi. Yule ambaye tuongoza leo alhamdulillah ametuongoza vizuri, ametuelezea vingi kama tulikuwa tuvitambui. Sawa, na vinavutia, vinaelewesha, tunashukuru kwa kweli. Kweli waliokuwa hawakuja wamekosa kitu. Wamekosa ile ladha ya historia ya makaburi ya Sultan's Palace. Kwa uhakika hili eneo la makaburi limekusanya vitu vingi sana na historia yake ni pana sana, na wengine walikuwa hawajui kwamba sehemu ya familia za sultani zilikuwa ni kutoka Russia, lakini tumejionea kwamba sehemu za familia za sultani nyingine zilikuwa ni kutoka Russia, nyingine zilikuwa natoka Ethiopia kupitia Masuria, na nyingine ni kutoka Oman. Kwa hiyo historia hii kubwa kwa mawanda yake inasaidia watu kuleta wageni, ambao wageni hao watakaokuja watapata faida kubwa ya kujua ulimwengu na historia ya Zanzibar kwa ufupi kabisa. Yubwa Salum Amur kutoka Z Travel and Tours. Faida kubwa sana niliyoipata katika ziara hii ya kuja mji mkongwe katika urithi tulioachiwa na enzi ya masultan, ambao utatujumuisha sisi matua operator kutuhamasisha kuwaleta wageni ili kupata historia ambayo nimepata kujifunza ni nzuri, ambayo ni ya kudumu kwa muda mrefu. Zuhura Ali Juma alikuwa mwenyeji wa shughuli hiyo, anauzungumziaje ujio huo? Wageni wa leo napata labda tuseme watu ambao kwenye utalii tunasema wamekuja kukinunua kivutio. Hichi tumekiuza, wamekuja kukinunua hichi kivutio. Maana wao ndio wanatengeneza package ya watalii. Kwa hiyo wanataka kujua hichi kivutio kina nini? Kwa nini iwe makumbusho ya makaburini? Kwa nini makumbusho ya makaburini isiwe kwingine?
Kwa hiyo wamekuja hapa kwa ajili ya kujifunza ili wapate wakauze. Lakini ugeni ule kule, mheshimiwa yeye alikuwa anajua ni kivutio, lakini kapata zaidi kwenye historia ya Zanzibar, kwamba alijiuliza kwamba Zanzibar tuna historia hii kwa upana, ambayo historia iliyokuwemo humu ndani ndio tofauti yake. Jumla ya makampuni 17 yamepata nafasi hiyo adhimu ya kutembelea eneo hilo la kihistoria la makaburi ya masultani 12 walioitawala Zanzibar na kuzikwa katika eneo moja lililopo Forodhani Zanzibar kutoka mwaka 1804 hadi mwaka 1964. Mtazamaji, hii ni makala fupi ya jumuiya ya makampuni yanayoratibu misafara ya watalii Zanzibar ZATO waliofanya katika eneo la Forodhani mjini Unguja katika jumba la kumbukumbu ya kisultani ambayo ina eneo la makaburi waliozikwa masultani 9 kati ya 12 walioitawala Zanzibar.